Waandishi wa habari, mimi nadhani tuliokutana hapa ni wanasimba na wenye machungu na klabu ya Simba. Wakitaka waamini hilo, hata Simba ilipopoteza kwa kufungwa magoli 5, kama waandishi wa habari mnakumbuka, tulifanya presi Masaki kuizungumzia Simba na matatizo yaliyokuwepo ili kuwarudisha wanasimba kwenye lugha moja. Sasa kama tuliweza kuwarudisha wanasimba kwenye lugha moja, akiwepo GB 64, Dr. Mona na my friends wengine, leo tumekuja hapa kuwaambia wanasimba ukweli kwamba Simba yetu inaenda kupotea kama tutakubaliana wanasimba wote ikapotee. Kwa sababu gani nasema iende ikapotee? Kama kuna ukomo wa mwenyekiti Mangungu miaka 4 achaguliwe mwenyekiti mwingine, kwa nini mwekezaji hana ukomo? Akae miaka 500 yeye apate faida tu. Mimi nikisema hivyo kwa sababu moja, kwenye jezi ya klabu ya Simba, kati ya mdhamini mkuu na mwekezaji ana matangazo mengi kuliko mdhamini anayetoa pesa. Ukiangalia jezi ya Simba aliyetoka hapa kwenye mashindano ya kimataifa ambayo yana faida kubwa na thamani kubwa kuonekana duniani, yeye ndo amekaa pale mbele. Ameweka mokola pale mbele kwamba mdhamini mkuu wa mashindano ya kimataifa katika jezi. Sasa je, faida ya ile pesa ambayo imeingia pale, sisi kama wana Simba tunaipata wapi? Simba inafanya vibaya, tunamlaumu mtu mmoja. Maana yake hawa viongozi wengine kwenye Simba ikifanya vibaya wao wanakuwa hawatendi. Sisi tuwaambie tu, Simba imefanya vibaya miaka 4. Kuanzia Modeuji mpaka mwenyekiti ambao leo wanasema ni mbaya, wote watupishe. Kama ni kweli waondoke viongozi ambao tumewachagua si wanachama, basi na mwekezaji atupishe. Kwa sababu kama hasara anapata na anaendelea kuwekeza Simba, alafu Simba inafanya vibaya, leo yeye anaendelea kuwepo katika klabu ya Simba, sisi tunaona sio sahihi. Yeye kuna faida mahara anaipata. Kama mwekezaji upati faida, haiwezekani. Juzi nimemsikia mtu mmoja, ni mwenyekiti wa tawi ambalo siwezi kulizungumzia, ni mtu mkubwa sana kwangu mimi, lakini leo anaenda kusema wana Simba turudi kwenye matawi yetu. Tunarudi kwenye matawi yetu bila kadi za wanachama. MG tafakari kwamba wewe mwana Simba unaambiwa kurudi kwenye tawi lako uende ukaisemee Simba mazuri, huna kadi ya wanachama. Yeye kwenye tawi lake wenye kadi ya wanachama hawafiki hata 13. Leo wamesoma rubadili wako watu 4. Paka nenda kodi wengine Zanzibar. Jitafakari wewe kwamba hamasa zote za Simba zinaanzia kwako. Je, wewe pia unapata faida gani kwenye klabu ya Simba? Kama sisi machawa Mangungu, wewe machawa wa vitu vingine. Sasa sisi tuwaambie wana Simba wote, kwa sababu wameongea waliotangulia hapa, lakini sisi tunawaambia tu wana Simba tuwe lugha moja. Wote waliokuwepo kwenye miaka 4 wamefeli, ikiwepo na mwenyekiti wetu wa klabu ya Simba kama kafeli, basi na mwekezaji pia amefeli. Sisi tunaomba wana Simba tuungane kwa pamoja. Simba ni klabu kubwa, inahitaji wawekezaji wengi zaidi ya 2, watupishe au waingie wengine ili tuweze kuiongoza Simba. Mimi niseme asanteni sana kwa yale niliyozungumza. Ndugu waandishi wa habari, baada ya press yetu hii kubwa, naomba attention kidogo jamani, tunafunga tuondoke. Ndugu waandishi wa habari, baada ya press hii kubwa ambayo haijawahi kutokea Tanzania, ndio mara ya kwanza kufanyika, na press hii ndio press kubwa ambayo imehudhuriwa na waandishi wa habari wengi kuliko press zote miaka 5 nyuma iliyopita. Maazimio ni 4 ambayo tunao kama wanachama wa Simba. Azimio la kwanza, mwekezaji tunampa masaa 72 aachie timu yetu, kwa sababu ameshindwa kutupa furaha huu mwaka wa 5 sasa, na tumechoka kukaa kwenye huzuni. Hatuwezi kuona mwekezaji ambaye hawezi kutupa furaha na kuisaidia Simba kupata matokeo. Hilo la kwanza. La pili, tunaomba serikali tukufu ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan itusaidie kuondokana na hiki kimvuli cha uwekezaji transformation kwa Simba. Ni kimvuli ambacho kinatuumiza wana Simba. Mama Samia, wananchi wako hatuna raha huu mwaka wa 5 kwa sababu ya neno kivuli, uwekezaji wa ujanja kwenye Simba. Tunaomba serikali yako tukufu na sikifu, Mheshimiwa Rais, iingilie kati huu uwekezaji, uondolewe. Waruhusiwe wawekezaji wengine waje waweke pesa Simba za kweli, sio za maneno. Simba ipate mafanikio. Hatutaki uwekezaji wa kutupa machungu sisi. Hilo la pili, kwa sababu
Hata juzi kuna pesa milioni 200 zimetolewa za maandalizi ili Simba ipate matokeo. Hizo fedha ziko wapi? Kwa sababu tumedraw, hatujapata matokeo. Hiyo la pili. La tatu, mashabiki wote wa Simba na wanachama walio wengi tumuunge mkono mwenyekiti wetu Murtaza Ali Mangungu, adumu milele, na mwenyekiti wetu afanyaje? Apepewe. Hilo ndio azimio letu, kwa sababu ndio kiongozi sahihi ambaye yupo kwa sababu ya maslahi ya Simba. Hilo ni azimio la tatu. Azimio la nne, hatujui, hatufahamu na hatukubali madeni ya aina yote kutoka kwa mwekezaji. Wanachama sisi hatuyakubali na hatuyatambui. Mwekezaji wetu hadai timu yetu hata 100 mbovu, na asahau hilo. Na hayupo kiongozi ambaye atakuja mbele kutuambia wanachama tunadaiwa, timu yetu inadaiwa, ilipe pesa. Hayupo mwanachama huyo kiongozi. Kwa hiyo hatutambui madeni yote ambayo anashinikiza viongozi wetu wa klabu wasaini alipo. Sisi kama wanachama hatutambui, kwa sababu hakuna mkutano wa wanachama mkubwa, mkutano mkuu ambao uliadhimia hao madeni na ukakubali yeye atukopese ili alipwe. Kama kukopa tungena kukopa sako, sio kwake. Hilo la nne. La mwisho, wanachama wote wa klabu ya Simba ni wakati wa kuungana kuwa kitu kimoja. Tuongee lugha moja kama neno nguvu. Tuungane. Tuache makundi. Tuache migogoro na mivutano. Sisi tushajua upande wetu ule hauna shida, upande una shida ni huu. Sisi tuungane kwa pamoja, tuwe pamoja na mwenyekiti wetu kwa kuisonga Simba mbele. Mwisho kabisa, niwashukuru waandishi wa habari wote ambao mmeweza kujitokeza hapa kwenye hii press conference. Mwenyezi Mungu awabariki sana nyinyi pamoja na vizazi vyenu, na awabariki kazi za mikono yenu pamoja na kazi ambazo mnafanya kila uitwao leo. Naitwa Dr. Mohamed Hamisi, shabiki na mwanachama hai wa klabu ya Simba. Asanteni sana.